nyingine ya kukaa miguuni pake kulisikia neno lake, kwa sababu neno lake ni taa ya miguu yetu, kama alivyosema aliyetuongoza katika maombi. Ni neno la Mungu ndio linatubadilisha. Asante Sister Ima, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kama tulivyoangalia last week, tuliangalia kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume sura ya 22. Tulifanya mstari wa kwanza tu mpaka mstari wa 10. Natumaini leo Mungu ataniwezesha kuweza kumaliza, kwa sababu hata tukibakisha tutakuwa tumebakisha sehemu ndogo sana ambayo itakuwa sijui itakuwaje. Kwa hiyo namuomba Mungu kwamba tumalizie leo 11 mpaka 30. Kwa hiyo last week, wale ambao hamkuwepo au ambaye sasa hivi unaangalia hiki kipindi online, vipindi hivi huwa vinarushwa kila Jumamosi. Huwa tunajifunza kila Jumamosi, na masomo haya ni muendelezo. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni muendelezo, especially hizi accounts ambazo tunazisoma sasa hivi zimeanzia chapter ya 21 na zitaenda kuishia chapter ya 28. Kwa hiyo ni safari moja kutoka chapter 21 mpaka 28, na sasa hivi tuko 22. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa hujasikiliza kipindi, na ili tuelewane vizuri, nenda kwenye YouTube channel yetu. Na hata nataka tena leo encourage again watu wa VBV Swahili wote mnaonisikiliza, please, kama bado huja subscribe, please subscribe. Every time tunaituma, jaribu kuiclick na kuiangalia, hata kama ni 5 minutes. Itaifanya ile clip iende more kwa watu wengine. You are evangelizing without kufanya kazi kubwa sana uko shambani. Tumeambiwa shambani mwa Bwana kuna kazi nyingi. Sasa wewe kazi yako kuclick tu, ndugu yangu, na unashindwa kuclick. Let's click, let's like, let's comment. I don't see comments, I don't see likes. Kwa hiyo I'll be watching today. Mungu awabariki. Na sio kwa sababu mimi nafundisha, yani huwa naviangalia kila siku, kila napotuma hivi vipindi huwa naangalia, mbona hiki kipindi tuko watu wangapi? Mbona kila mtu angefanya kazi yake, it would have reached a lot of people. Mungu atusaidie sana katika hilo. Amen. Amen. Kwa marudio mafupi, wiki iliyopita tuliangalia jinsi ambavyo Paulo anajitetea mbele ya Wayahudi, na kusudi kubwa la Paulo kujitetea ni kwamba yeye wenyewe wanaona anajitetea kwamba asiwawe au asifanye nini, lakini yeye alikuwa anawahubiria Injili kwa sababu anawapenda sana, anataka waokoke. Kwa hiyo akaanza kwa kujitambulisha, kisa akaelezea jinsi alivyotokewa na nuru. Nadhani pale ndipo tulipomalizia mstari wa 10 ambapo Paulo alikutana na nuru. Sasa tuone hiyo nuru inaenda kufanya vitu gani. Kwa hiyo tunaenda kufanya sehemu ya kwanza, nimeigawa katika sehemu mbili, mstari wa 11 mpaka wa 21, afu tutafanya mstari wa 22 mpaka wa 30. Moderator, naomba unisomee 11 mpaka 21 please. Okay. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja Anania, mtaua kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamwinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu chagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti tokayo katika kinywa chake. Akasema, Mungu wa baba, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo ulioyaona na kuyasikia. Basi sasa unawakawilia nini? Tizwe ukaoshe dhambi zako ukilitia jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamwona naye akiniambia, Hima, Yerusalemu, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana,
wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomuua. Nami nikasema Bwana, Bwana naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Amen. Amen. Asante sana moderator, ninakuachia, lakini naomba niseme kitu kimoja. Tunapochangia, kwa mfano kama ulichangia sehemu ya kwanza ukasema nimeona unyenyekevu, naomba usirudie tena unyenyekevu hata tukauonda tena sehemu ya pili, kwa sababu unyenyekevu haubadiliki, ni ule ule. Moderator, kwako na kuomba uendelee. Okay, basi kama kawaida yetu, karibuni tunyoshe mikono, na kwa sababu tuna aim kumaliza, sio kama nawatisha, lakini ukiona pointi imeshaongelewa basi unaweza ukairuka ukaongea nyingine ili tumalize kwa wakati, na Mungu atatubariki. Karibuni. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi nataka kuchangia tu kitu kidogo katika mstari wa 14 mpaka wa 15. Mstari wa 14 tunaona Paul anavyoambiwa jinsi alivyokuwa ameitwa. Unaona, sasa kuambiwa kwa Paul, kuitwa kwa Paul kunanikumbusha pia hata sisi wenyewe kuna vitu ambavyo amention katika huo mstari ambavyo watu walioitwa, wewe kama umeitwa, kuna sifa unatakiwa uwe nazo au kuna vitu unatakiwa uvifanye. Amention vitu vitatu ambavyo vimenibariki moyo wangu. Anasema kuyajua mapenzi ya Mungu. Tunatakiwa tuyajue mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Mungu ametuita, tunayajua mapenzi ya Mungu katika huu wito. Na kitu cha pili anasema kukutana na Yesu. Unaona, baada ya kuitwa na kujua mapenzi ya Mungu, we have to have an encounter. Ndio hicho kitu ambacho, that's our desire. Unajua kuwa na encounter kama huyu Paul alivyokuwa na encounter na Yesu, si ndio? Alafu kusikia sauti yake na kutii neno lake. Haleluya. Ni vitu vitatu ambavyo vimenibariki katika hiyo mistari miwili. Ngoja niache na wengine waendelee kwa ajili ya Mungu. Amen. Karibu Sister Jane. Amen. And Bwana Yesu asifiwe. Nitachangia Amen. samahani kidogo, niko barabarani. Nitajaribu kuchangia haraka. Kwenye mstari wa 11 kuna kitu mimi nimejifunza. Nitaenda haraka. Sorry. Kwenye mstari wa 11 nimeona kwamba kuna hii nini, nilipokuwa sioni sababu ya fahari ya nuru nikaongozwa. Kwa hiyo ina maana kuna muda mwingine unaweza ukawa jemedari au ukawa kitu chochote, lakini watu waliokuwa chini wakati umepatwa matatizo wakakuongoza wewe. Sasa na hii inatufundisha sisi kwamba tunaweza tukawa tuna hela, tunafanya nini, na kuna muda mwingine tukawadharau hata watumishi ambao ni wadogo wadogo, au tukawadharau watu hawatufai, lakini there's one day ambayo tutawahitaji wale watu ambayo hatukutegemea. Umeona na kingine tena kwenye hii fahari ya nuru nimeona kwamba ni Yesu anakuwa amekutana na wewe. Kwa hiyo Yesu anapokuwa anakutana na wewe ni suluhisho na maisha yako yanabadilika. Kubadilika kwake ndio hiyo unyenyekevu, yani kwamba umenyenyekezwa. Umeona kwa hiyo ndio pale tunapokutana na Yesu na suluhisho lake linakuwa kwamba unapopanda mabaya unavuna mabaya. Kwa hiyo unapokutana na Yesu unakuwa unavuna mazuri, kwamba anatolewa katika mabaya na kurudishwa kwenye mazuri. Na kingine tena kwenye mstari wa 12 mimi nimeona kwamba Mungu alituumba kwa ajili ya sisi tumwabudu. Umeona katika roho na kweli. Kwa hiyo unapomwabudu Mungu katika roho na kweli, unakuta kwamba unakuwa kwamba kuna vitu unakuwa unaviona ndio kama walimshuhudia wema. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tusijihesabie haki au kwamba mimi napenda Mungu, mimi nahubiri nafanya nini. Hapana, sisi kazi yetu ni kuingia ndani ya kilinda cha moyo wetu, kumtafuta Yesu katika roho na kweli. Tukimtafuta Yesu katika roho na kweli, Mungu atatunyanyua. Baada ya Mungu kutunyanyua, watu ndio watatuona kwamba Sister Jane ana upendo, Sister Jane yani wakiomba na kwa hivi. Umeona kwa hiyo na sisi hapa Mungu atusaidie tukae kama huo katika utaua, katika kuabudu katika roho na kweli, ambayo inatuinulia kibali, wema, upendo, amani, matendo yako yote hayo. Umeona kwa hiyo hiyo. Alafu cha kingine tena
nimejaribu katika mstari wa 13 nimeona kwamba Mungu anaangalia neno lake. Umeona, kwa mfano ukiangalia pale anambia hivi na uone, na hiyo katika uona huyu mtaua. Kwa hivyo tumeumbwa sisi katika, hapa niliposema hivi, tumeumbwa katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Unaona kwamba huyu, lile neno lilitoka ndani ya moyo wake. Nikisema ndani ya moyo wake, maana yake kulikuwa hakuna makando kando. Najaribu kujiuliza mimi, Jeni, huyu mtu alikuwa muuaji, kaua ndugu zangu, kamuua yule, kamuua mule. Sasa kama ningekuwa namuombea huku ndani, bado sina nguvu ya msamaha, asingeweza kukuponya. Lakini hapa kwa vile yeye alivyosema lile neno na akaona, maana yake ni kwamba nguvu ya msamaha ilikaa ndani yake. Kwa hiyo katika moyo wake ulikuwa msafi. Na mimi na wewe, Mungu tusaidie. Mimi najiongelea mimi, siongelei mtu mwingine. Mungu aweze kunipa hiyo roho ya kuabudu, yani katika kuwa ndani kwamba kunakuwa msamaha wa kweli. Kwa unapokuwa kwenye msamaha wa kweli, kila unachokuwa nakitenda kinakuwa kimefanya nini? Kinafanyika katika uwezo na Mungu, kwa sababu uko na Mungu, uko ndani ya uungu. Haya, kingine tena hapa kuna ile upofu. Jamani wapenzi, mimi naomba niongee haraka kwa sababu nikishatoka hapa sitochangia na sitokuwa tena available. Naomba nimalize tu haraka. Kingine tena nimeona kuna swala la upofu. Upofu, kuna upofu wa kiroho na upofu wa mwili. Umenielewa vizuri eh? Kwa hiyo hapa tunaangalia kwamba Paulo alipata katika upofu wa roho, yani wa macho, wa nyama huo. Lakini ndani ya ule macho, upofu wa nyama, maana yake pale ndo alikuwa ameanza kufanya nini? Kunyenyekezwa. Na katika kunyenyekezwa, baadaye tena hapa Paulo huyu baadaye tena akawa na macho ya roho. Ndio maana hata maongezi yake mengi alikuwa maongezi ya roho. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie pale, kwa sababu haimaanishi kwamba tunamjua Mungu, kwa sababu nimesema hivi, Mungu anatakiwa aabudiwe katika roho na kweli. Lakini kuna muda mwingine tunakuwa tunamzoea Mungu, matokeo yake hata huku macho ya roho hayako vizuri. Kwa hiyo na sisi tumuombe Mungu atusaidie yale kwamba katika macho ya katika ya roho yaweze kuona. Umeona, yasiwe kama hivyo tunavyochukulia ya katika mazoea. Alafu naomba nimalizie katika mstari wa ngapi? I'm sorry. Kuna wa 14 kidogo. Kuna kitu kingine nimeona, kuna kuchaguliwa. Sitaki niongee sana mapenzi yake, sitaki niongelee sana kwa sababu dada Nani ameshaongelea katika manini. Mstari wa 15 kuna matendo yanayotokea kwa Sauli kwa Mungu. Ukaona kwamba ni uponyaji ambao alikuwa anaambiwa vile kwamba matendo gani aliyaona, akaona kwamba uponyaji, kunyenyekezwa. Kwa hiyo ndio shuhuda kwake ilikuwa muhimu sana. Kwa hiyo na sisi hata kuna mambo mengi Mungu aliyotufanyia, tukisimama tukiongelea yale mambo, maana yake tunahubiri. Na kuhubiri maana yake nini? Tunanyanyua imani za watu. Hata wale wasioamini kwamba kuna Mungu ajini, hata Biblia ndio sisome, lakini kwa maneno ambayo tunaongea, ule ushuhuda Mungu aliyokutendea, unakuta huo unakusimamia katika kufungua watu wengine na kuwajaza imani. Ukiangalia kama wachungaji wa kama jambazi na vitu kama vile. Umeona? Na mstari wa 16 nimeona kwamba kuna swala la toba. Umeona, maamuzi, yani maamuzi sahihi na kukua katika toba. Umeona, na baada yani naposema maamuzi sahihi ni nini? Kuna watu wengi sana tumetendewa, yani kuna watu sana tumetendewa mambo makubwa ya Mungu. Lakini unajua kabisa Mungu amenitendea. Lakini kuchukua ile maamuzi ya kusema sasa ngoja niokoke kwa ajili ya Mungu amenitendea, tunakuwa wazito. Umeona? Ndio maana pale akaambia unasubiria nini? Kwamba kwa haya mambo yote ulikuwa umefanyiwa. Kwa hiyo ndio pale napata maamuzi sahihi. Kutoka hapo unaingia kwenye toba, na baada ya pale unakuwa umekamilika kwenye kumtumikia Mungu. Katika kuzimia roho, namba 17 hapo, kuzimia roho nataka kuongelea tu kwamba ni kwamba sengine mazingira tuliyopita nayo. Kwa mfano, yani Jeni kaokoka, umeona alafu leo hii anataka kunihubiria, nimeruka naye madisco huyo na Mungu. Hiyo mwenyewe sengine inakuwa wewe mwenyewe inakusuta. So kama inakusuta, inakupa uzito, unakupa wakati mgumu jinsi ya kuelezea watu kwamba mimi unavyoona kuhubiri, kwa hiyo tukukupokea. Umeona? Lakini sasa kwa vile Mungu ni mzuri, sometimes hata kwenu wanakukataa. Lakini kama kwenu wamekukataa, maadamu wewe umeokoka, sio kwa ajili yako, kwa ajili ya mataifa na watu wengine, Mungu atakupa maelekezo sehemu nyingine uliopo kuhubiri. Ni kama hapa aliyopata maono ya kuwa kwenye WhatsApp, ndio maana leo hapa kwenye Zoom tuko hapa. Umeona? Kwa hiyo Mungu bado ni Mungu. Umeona? Na kingine tena kwenye hii cha mstari wa ngapi wa 19 nimeona kuna swala la Sauli kuwa kwenye kifungo. Umeona? Kifungo kile kinasababisha kwamba ni adui. Sasa hili mimi jamani naomba niongelee mimi mwenyewe. Yaani unakuta kwamba adui anaweza kasimama, nikamwona Sister Rebecca au nikamwona Joy, lakini kwamba au inaweza ikawa dini tu, lakini unakuwa ndani ya kifungo without knowing, kufanya kazi ya Mungu kuwa ngumu, kuwa mpinga Kristo. Umeona? Na au saa nyingine unaweza ukasema mapokeo tunakuwa tunayapokea yanaweza katusababisha tukawa kwenye vifungo.
Kwa hiyo tunapoomba vifungo vingine sio vya kulogwa au vya nguvu za uovu za familia, muda mwingine hata sisi mwenyewe adui anakuwa anatutumia kutokana na mafundisho tuliyoyapokea. Kwa hiyo tuwe waangalifu wapi tunapokea mafunzo. Umeona Na cha mwisho nataka niongelee swala la nguo ya vazi pale alivyosema hivi nilikuwa nalinda yale mavazi. Yaani kwamba vazi katika ulimwengu wa roho lina vitu vyake, lina alama yake. Kwa mfano, unaposema kwa mfano hapo mtu unaota kwamba mchungaji amekutokea amevaa joo jeupe, unajua kabisa haya ni mambo ya Mungu. Lakini umeota ndoto unakuta kabisa bibi amekuja na kaniki. Umeona cha kwanza hiyo ndoto amevaa kaniki, amevaa kibuyu. Umeelewa? Unajua kabisa hapa kwenye uchawi na uganga na mizimu. Umeona? Kwa hiyo lazima na sisi lazima tutambue katika masuala ya vazi, kuna mavazi ambayo yako upande wa Mungu na kuna mavazi ambayo yako upande wa ya ubaya. Umeona? Kwa hiyo hata hao walikuwa wakenda kutenda kazi zao za ubaya walikuwa na mavazi yao. Mfano, nimesahau hilo jina, Marekani kule kuna wale watu wapinga si weusi au walikuwa wabaguzi zamani huko, walikuwa wanavaa mavazi yao na kujificha uso wao. Kwa hiyo ulikuwa unajua ukiwaona tu, kwa hiyo unajua hao ni wa hivyo. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie katika swala zima la mavazi. Jamani, nawapenda sana, naombeni niishie hapo. Asanteni. Amen. Nimeongea sana kwa sababu sitaweza kuchangia tena, niko nje ya nyumbani. Amen. Tumeunderstand. Thank you. Okay, Sister Belinda kumenyosha, naona umeshusha. Sijui point yako imeongelewa? Yes, point yangu imekuwa covered. Amen. 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 Joy, naona leo na katika. Amen. Nadhani amesema niendelee. Amen. Nimekwambia uendelee. Okay. Una katika. Yaani ukiongea sentence moja unakatika. Hivi. Sijui kwa nini. Amen. Sawa. Asanteni wachangiaji wote, Mungu awabariki sana kwa michango yenu mizuri. Nitaanza na mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ile ya nuru. Tunajua Paulo alikuwa ni Farisayo, na Bwana Yesu alizungumza upofu wa Mafarisayo katika Yohana 9. Alisema baadhi ya wakati hii mstari wa 40 na 41, baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Kwa hiyo the way ambavyo nataka ni explain, nadhani naweza nikaeleweka, ni kwamba tunapokuwa tunatumia macho yetu ya mwili kuliko macho ya roho, macho yetu ya roho yanakuwa na upofu. Macho yetu ya mwili yanaweza yakaona. Macho yetu ya mwili yanapopofuka, ina maana kwamba huviangalii vitu tena kwa jinsi ya mwili, unaviangalia vitu kwa jinsi ya roho. Macho yako ya mwili yanakuwa kama yamepofuka na macho yako ya roho yanakuwa yana nuru zaidi. Na ndio maana Paulo aliomba sana katika kitabu cha Waefeso. Anasema, ninaomba macho yenu ya rohoni yafunguliwe. Kwa sababu watu wengi, kama alivyosema Sister Jane, tukikiangalia kitu chochote tunakiangalia kwa macho ya mwilini. Kwa hiyo ninamuona yule anayenipinga, ninamuona yule anayenifanyia kitu fulani, sioni roho iliyoko nyuma ya huyo mtu, na huo ndio upofu. Kwa hiyo kama huyu Paulo tunajua pamoja na kuwa alikuwa anaona mwanzoni, lakini alikuwa mpofu katika roho kwa kutokujua kwamba anapingana na kazi ya Mungu. Ule ni upofu kabisa. Sasa ili macho yake ya rohoni yafunguliwe, lazima Mungu amfanye awe kipofu wa mwili. Na ndio maana mara nyingine unaweza ukajiuliza, kwa nini tukiwa tunaomba tunafunga macho? Kwa sababu usipofunga macho wakati wa kuomba, mara zote vitatokea vitu tu vinakudistract. Tunafunga macho ni kama tunataka upofu, ili tuangalie ndani yetu ni kitu gani. Na mara nyingi, mimi binafsi, sijui nyinyi kama huwa mnaona hiyo, napofunga macho nikiwa naomba, kuna vitu nafunuliwa ambavyo nisingeviona kama macho yangu ingekuwa yako wazi. Nikaanza kuangalia pale pana huyu kafanya nini, huyu kafanya hivi. Umeona? Kwa hiyo upofu alipewa upofu ili aweze kujua kwamba yeye ni kipofu wa roho na ili aweze kunyenyekea. Mstari wa 12, utayari wa Anania umenishangaza sana. Neno la Mungu linasema, Anania mtaua kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko. Alikuwa na ripoti njema sana
kutoka kwa Wayahudi, lakini kilichonishangaza ni jinsi ambavyo alikuwa tayari kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu mimi na wewe tunaweza tukawa na ripoti njema, lakini hatuko tayari. Either hatuko tayari kwa sababu tuko busy na mambo mengine, au hatuko tayari kwa ajili ya hofu. Lakini tunamuona Anania alikuwa yuko tayari kama neno la Mungu linavyotuambia. Kwa sababu ya utayari wake wa moyo na ripoti njema aliyokuwa nayo, ameweza kutumiwa na Mungu kuifanya hii kazi. Neno la Mungu linatuambia katika waraka wa pili wa Timotheo 2:21, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kwa hiyo hata mimi na wewe, Mungu yuko tayari kututumia wakati wowote. Lakini je, tuko kama Anania? Tumejitakasa? Tumejitenga? Tunafanya nini? Anasema ndio hapo tukishajitakasa na kujitenga na uovu na hao ambao labda wanaweza tunakuwa tumesafishwa, na kwa hiyo Bwana anaweza kututumia kwa kazi yake. Lakini je, vile vile tuko tayari? Kwa sababu unaweza ukatakaswa, unaweza ukajitenga, lakini inapokuja kazi ya Mungu, you have all excuses. Kwa hiyo Mungu atusaidie tusiwe na excuse ya aina yoyote, na tuwe mahali sahihi wakati sahihi. Amen. Kingine, mstari wa 13, huyu Anania anapokutana na Paulo, anasema akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Hapa pana mambo mengi sana. Kwanza, mimi nafikiria, kwa sababu nilishawahi kuaga kipofu, nilishatoaga huo mstari, yani huo ushuhuda. Nilikuwa kipofu kama karibu wiki nzima, nilikuwa sioni kabisa. Ni sehemu ambayo unakuwa very vulnerable, very vulnerable, especially nadhani kwa sababu ulikuwa unaona mwanzoni, alafu ghafla uoni. Alafu kumbuka, kwa mtu kama Paulo, hebu piga picha, alikuwa ameshaua watu. Ule ni wakati ambapo angeweza kufanyiwa kitu chochote kibaya na mtu, na yeye wala haoni, hawezi kukimbia wala hawezi kukwepa. Kama ni panga hawezi kukwepa, kama ni nyundo hawezi kukwepa. Sasa huyu akaja akasimama karibu yake. Yani I can only imagine hofu ambayo Sauli alikuwa nayo anapohisi kuna mtu anamsogelea karibu yake. Lakini huyu akawa tayari kumwashua, kumwambia, ndugu yangu Sauli. Kwa hiyo ile ilikuwa ni a very big comfort to him, kwa sababu angekuja vile alafu asitumie neno ndugu yangu, angeweza kuanza umeona sasa, Mungu kasha kupiga. Ndo wengi wetu tu ambao tungesema sasa hivi, Mungu kasha, umenielewa? Lakini alijua huyu alikuwa ni mtaua kweli, na tunaona. Na ndio maana jamani, imani ni kwa matendo. Matendo ya nani huyu, ya Anania, yanaonyesha kweli alikuwa ameongoka. Sasa ni ndugu yetu ni nani? Sisi wote hapa tuliopo tunajiuliza. Bwana Yesu, Warumi 8:29 anasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo mstari unatuambia kwamba Mungu alitujua. Kama wewe Mungu alishakujua, alikuchagua toka asili. Wewe na mimi tumefananishwa na mfano wa Bwana Yesu. Kwa kama tumefanana na mfano wa Bwana Yesu na yeye ndo mzaliwa wetu wa kwanza, basi mimi na wewe ni ndugu. Kwa hiyo wapendwa, tufahamu kwamba sisi ni ndugu, na kwa vile ni ndugu tupendane, kama ambavyo tunamwona Anania alionyesha upendo mkubwa kwa Paulo ambaye alikuwa katika very vulnerable state. Kingine ambacho nimekiona hapa katika hiyo ya comfort nimeisema hapo katika huo mstari wa 13. Alafu mstari wa 14 akasema kwamba Mungu wa baba yetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake. Sister Victoria amezungumzia, lakini mimi naenda kuizungumzia kwa upana zaidi, kwa sababu hapa pana mapenzi mawili ambayo Paulo alijulishwa kwa wakati mmoja, na sisi wote ni vivyo hivyo. Kama mara nyingi najua wengi tunapendaga kujua mapenzi ya Mungu kwa ajili yangu, lakini there is much more God anaweza kutuonyesha kuhusu mapenzi yake. Wote tunajua mapenzi makubwa ya Mungu, yani the bigger picture ni kila mtu aokolewe. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu ili kila mtu amwaminie asipotee. Hilo ndio penzi kubwa la Mungu ambao kila mtu anatakiwa ajue kwamba hii nikifanya hivi kama Mungu anavyopenda, ninampendeza Mungu kwa kuwafanya wengine wasipotee. Sasa
Paulo kwanza alionyeshwa kusudi lake binafsi, na mwenyewe anaandika katika Waefeso 8, anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hapa tunaona katika hii mstari wa 8 na wa 9, huo mstari wa 8 Mungu amemuonyesha mapenzi yake, mapenzi ya Mungu kwa ajili ya Paulo ni kuwahubiri mataifa utajiri wa Kristo. Lakini vile vile mapenzi ya Mungu kwenye huduma ya Paulo, kwa hiyo kuna mapenzi mawili hapa, ni kwamba watu wajue habari na madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani ilisitirika katika Mungu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Paulo ukizisoma barua za Paulo utakuta kwamba alikuwa na vitu vingi sana ambavyo ni siri alizopewa kwa ajili ya kanisa, sio kwa ajili yake yeye peke yake, sio kwa ajili tu ya watu wale waliokuwepo wakati ule, lakini siri nyingi ambazo Paulo alipewa na Mungu zinatusaidia hata sisi katika doctrines nyingi ambazo zinatumika katika makanisa yetu zimetokana na siri ambazo Paulo alikuwa amepewa. Ndio anasema ili sasa kwa njia ya kanisa, umeona, hekima ya Mungu ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunakumbuka hili lilikuwa ni kanisa la kwanza. Ili kanisa la kwanza lilikuwa bado halijajua kusudi la hili kanisa, na Mungu akamchagua Paulo aweze kujua hii siri kwa ajili ya hili kanisa la kwanza, ili hiyo hekima ya Mungu ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Umeona? Na hili kusudi ni la milele. Kwa hiyo sio tu Paulo alijua kusudi lake tu kama yeye kama aposto. Alijua, Mungu alimfunulia kusudi la kanisa ambalo ni kusudi la milele. Kanisa linatakiwa liwe vipi, lifanye vipi, na litaishia vipi. Haya yote yalifunuliwa. Kwa hiyo mimi nimejifunza kitu kikubwa sana, kwamba sometimes we limit God in our prayers. Mungu, naomba nijue kusudi langu, naomba nijue kusudi langu. God can show you more than that. Tunachotakiwa ni kama pale mwanzo tuliposema kwamba tunatakiwa tujitakase. Mungu yuko tayari kututumia, na moja wapo wa kukutumia ni kujua mapenzi yake. Kwa hiyo ukishajua mapenzi ya Mungu ni nini, na wewe unaweza kutumika kwa kadiri ya hayo mapenzi ya Mungu. Mstari wa 15, sisi wote ni mashahidi. Maana neno la Mungu linamwambia Paulo, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Wote, mimi na wewe. Mungu anatuambia katika Yeremia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu yuko tayari kutuonyesha mambo makubwa tusiyoyajua, lakini je, tunamuita? Na tunapomuita, tunamuita katika state gani? Mioyo yetu iko tayari kusikia? Mioyo yetu iko tayari kuona? Na je, na kitu kimoja ambacho nimejifunza kuhusu Mungu hakusikilizisha au hakuonyeshi kitu akijua, kwa sababu Mungu anajua mwisho kuanzia mwanzo. Akijua hakikupa hata hiyo information, you won't use it, hautafanya. Na Mungu hakosei. Kwa hiyo ni sisi ndio ambao tunatakiwa tuwe kwamba ninapomuita Mungu, je, niko tayari? Nitakapoambiwa chochote nipo tayari kukifanya? Au ndio nitaanza tena, umeambiwa kitu unaanza tena kukiombea hicho kitu ulichoambiwa? Umeshaonaga watu kama hao, ameonyeshwa, ameambiwa utafanya hivi, anaanza kuomba, anaanza tena kuhangaika kutafuta watumishi. Mungu kaniambia hivi, naomba. Kama tungetoa mfano wa Ibrahim alivyoambiwa nenda ukamtoe mtoto wako, ingekuwa leo hii watu wote tungeweza kutafuta watumishi wengine, tuombe, tufunge, tufanye nini. Lakini Mungu anataka sisi wote tuwe mashahidi. Lakini huwezi kuwa shahidi kama hujaona au kusikia, hayupo. Na ndio maana mahakamani ukienda ukisema mimi naenda kushuhudia Rebeka alikosa hiki, alafu ukafika pale wakakuuliza ulisikia? Au sikusikia. Uliona? Sikuona. Ushahidi wako invalid, umepoteza muda wa mahakama. Kwa hiyo na sisi vile vile, kama hatutajiweka in a position ambayo hatumsikii Mungu na wala hatumuoni Mungu, tunawezaje kwenda kudani? Tunawezaje kwenda kushuhudia hayo mambo? Na inawezekana labda ndio maana tuna struggle kushuhudia, kwa sababu sisi wenyewe we are not
in that position yet with God, ambayo tunaweza tukafika tukasikia kwa uhakika, tukaona kwa uhakika wema wa Mungu, fadhili za Mungu. Tuna uhakika kabisa 100%, this is what God wants, this is what God has spoken to me, this is what God amenionyesha. Kwa hiyo naenda kuna nini nikiwa na uhakika kabisa. Kwa maombi yangu kwetu sisi wote, kama alivyoomba Paulo katika Waefeso 3, Mungu atufunue macho yetu, sio macho tu, masikio yetu na mioyo yetu. Macho yetu yasikie, macho yetu yaone, masikio yetu yasikie, mioyo yetu iweze kuperceive what God anataka katika maisha yetu, na vile vile katika huduma zetu na katika kumtumikia, ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Amen. Mstari wa 16 anaambiwa, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Hapa tena tunaona kumbe kuna vitu, kuna mambo ya haraka na kuna mambo ambayo you can take it easy, lakini mambo ya wokovu tusiyachukulie kirahisi rahisi, kwa sababu hakuna anayejua kesho yake, hamna anayejua the next step ya maisha yako. Hiki kitu kinakuja kama ni neema. Paulo anaambiwa unakawilia nini? Neno la Mungu linatuambia katika Waebrania 3:15, hapo inenwapo leo, kama utaisikia sauti yake, usifanye moyo wako mgumu kama wakati wa kukasirisha. Wapendwa, tusifanye mioyo yetu migumu. Wale ambao bado hawajaokoka, ndio wakati wetu. Tunaisikia sauti ya Mungu leo, anasema na sisi. Tunakawilia nini? Tusimame. Na wale ambao tumeokoka, labda tumeyumba, tumefanya nini? Wapendwa, bado wakati upo. Simama, kama hujabatizwa ukabatizwe. Na hapa hajaziweka in order. Nimegundua kwamba hajaweka in order. Amesema ubatizwe ukaoshwe dhambi zako ukiliitia jina lake. Hazijawekwa in order, lakini lazima Paulo aliliitia jina la Bwana, akaoshwa dhambi zake, alafu akaenda kubatizwa. Kama tunajua kubatizwa ni ishara ya kufa pamoja na Kristo na kufufuliwa pamoja na Kristo, kuuzika mwili wako wa zamani na kufufuka na mwili mpya ambao utakuwezesha wewe kutenda mapenzi ya Bwana. Vile vile hii ni amri ambayo wote ambao wanapata nafasi, sio kila mtu anapata nafasi ya kufanya hivi, kwa sababu kuna mtu mwingine anatubu wakati yuko kitandani, ni wakati karibu anaelekea mautini, anaweza akaomba kutubu dhambi pale, lakini akashindwa kubatizwa. It's okay. Mwizi msalabani akubatizwa, lakini tunajua alienda kuonana na Bwana Yesu paradiso. Kwa hiyo lakini wewe kama unayo nafasi, kwa nini usifanye kitu ambacho unaweza ukafanya? Mstari wa 17 inasema, ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia. Tunajua baada ya pale Paulo alienda kumuona nani anaitwa Anania Dameski. Kwa hiyo alivyotoka Dameski akarudi hekaluni Yerusalemu. Sasa hapa alikuwa anaona, amerudi kule, ndo akawa akaomba maombi ya kuzimia. Imeniwazisha sana, nikasema what kind of prayer was that, mpaka mtu anazimia, unazimia roho. Nikakumbushwa Elia. Neno la Mungu linatuambia Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Haya ni maombi yanayoleta matokeo. Haya maombi ya Paulo, haya maombi ni maombi ya Hana, mpaka akaambiwa kwamba wewe kama umelewa. Alikuwa katika kuomba katika roho na kweli. That's all I can say. Amezama katika kuomba. Na tunajua kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mzigo mzito. Kwanza anajutia yale ambayo alikuwa ameyafanya kwa kanisa. Kingine, anaangalia kazi ambayo amepewa ni kubwa, ya kwenda kuhubiria mataifa, ya kwenda kukutana tena na kina Petro na kina Yohana na kina Bartholomeo, ambao wote aliwatesa wa Kristo. Kwa hiyo kazi ilikuwa kubwa sana, na namshukuru Mungu kwamba Bwana Yesu ni mwaminifu sana sana sana.
tuone Bwana Yesu ambavyo amemtokea. Ndio anasema Bwana Yesu akamtokea katika mstari wa 18, nikamuona naye akaniambia, hima utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatokubali ushuhuda wako katika habari zangu. Kwa hiyo Bwana Yesu akaona hapana, huyu mtu yuko katika amelemewa na mzigo, huu ni mzigo mzito. Kwa hiyo ameenda kumcomfort na vile vile kumpa siri ambazo kiukweli asingeweza kuzijua mwenyewe, ya kumwambia kwamba hao watu ambao umekuja. Maanake Paulo sasa, unajua saa nyingine ukipewa mapenzi ya Mungu unakuwa katika ile jazba, unataka kwenda kuyafanya haraka haraka. Inawezekana na Paulo naye alikuwa katika hiyo, kwamba nini nikawashuhudie, Bwana Yesu kanitokea, nimebadilika, nimefanya nini. Bwana Yesu akaambia hapana, hawatakukubali ushuhuda wako katika habari zangu. Kwa hiyo sasa hivi utoke. Umeona? Kwa hiyo ni Mungu peke yake ndio anafunua mambo ya siri na huyajua yaliyo gizani, na nuru kaa kwake, Danieli 2:22. Kwa hiyo wapendwa, tunapofika mahali ambapo tumelemewa, hatujui cha kufanya, kama Paulo alikuwa hajui cha kufanya, au alikuwa anataka kwenda kufanya not the right thing, ni kumwomba Mungu kama alivyomwomba Paulo. Bwana Yesu akamtokea na kumpa habari ambazo zilikuwa sirini mwa hao ambao alikuwa anawaendea. Kingine ambacho nimekiona Paulo katika mstari wa 19, yeye sasa eti anamwambia Bwana Yesu, nami nikasema, Bwana, wanajua hayo ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Hii najiuliza hata mimi, huwa tunamwambia nini Mungu katika maombi yetu au katika shida zetu? Unajua, mara nyingine unaweza ukaanza kumhadithia Mungu kama vile Mungu hajui. Lakini mimi binafsi mnaweza mkani correct, kama tutakuwa na muda mnaweza mkani correct, lakini mimi huwa naona kwamba wakati wa maombi ni wakati ambao natakiwa niitumie Isaya 41:21, ambayo inasema, haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Hapa hoja ya nguvu iko wapi? Wakati anaelezea tu kwamba hawa wanajua, walikuwa wamenifunga, walikuwa wamenifanya nini. Lakini je, hoja zetu za nguvu, mimi ninavyojua, ni vitu ambavyo unamkumbusha Mungu ahadi zake yeye mwenyewe. Yani kwenye ishu mbalimbali unazozipitia. Kwa mfano, unapitia ishu ya watoto wanakusumbua, unaambia Mungu, lakini mbona ulisema watoto wetu utawafundisha na amani yao itakuwa kubwa? Mbona mtoto wangu hana amani? Mbona hivi? Hiyo ni hoja yenye nguvu. Mtu kama mimi ambaye nimepitia ugonjwa, ukukumbusha kwangu Mungu, na hiyo naifanya kila siku. Naambia Mungu, umesema kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Hii ahadi, ili neno nataka lifanyike, nataka nilione, niuone huo uponyaji, kwa sababu umesema mahali pengine, umesema ya kwamba uponyaji ni chakula cha watoto, na mimi ni mtoto wako. Kwa hiyo unaenda na haja na hoja za nguvu mbele ya Mungu, na hoja yenye nguvu yoyote ni hoja ambayo imekuwa backed up na neno la Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana wakati wa maombi yetu tulitumie neno. Ndio maana neno linatuambia kwamba na neno la Mungu lijae kwa wingi mioyoni mwenu. Mstari wa 20, Paulo anaelezea jinsi alivyohusika katika kumwaga damu ya Stefano. Unajua mstari mimi nilikuwa naupita, sijui nyinyi. Mpaka juzi ndo nilikuwa na usoma, nikasema wow, I didn't know that. Inasema, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo za wao waliomuua. Kwa hiyo what happened is, Stefano anauawa. Wale watu wanaopiga mawe walikuwa wana marobu. Yani usinajua Wayahudi huwa wanavaa kama nguo ya ndani, alafu wanakuwa na robu nje. Kwa hiyo zile robe zao ndo zinaonyesha status yake katika society. Kuna wengine robe zao ni za Kifarisayo, wengine za Masadukayo, wengine ni za matajiri, whatever it is. Sasa they were more concerned kwamba yale marobe yao yatamwagiwa damu, yatachafuka. Wakampa Paulo, Paulo ndo anazitunza zile nguo zao. Wale wamechukua zile tu nguo zao za ndani, wanamuua. Nikasema how ironic.
it is unajali nguo yako kuchafuliwa na damu, lakini roho yako inachafuliwa na damu. Tunajua damu ya mtu huwa inasimama. Ni kama wakati ambapo Kaini alimuua Abeli, Mungu akamwambia damu ya Abeli inalia na damu ya Stefano ilikuwa inalia na lakini hao walikuwa wanajali kuchafua mavazi yao ya nje. Kwa hiyo na sisi, je, wapendwa, mara nyingine tunakuwa very concerned na kuchafua our reputation, chochote kile kitu ambacho ni cha nje. We are so concerned, but we are not more concerned kwamba tunachafua mtu wetu wa ndani au tunamkosea Mungu kwa kujali kuchafua, au sisi tunadhani ndo tunachafua mtu wetu wa nje. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tutembee katika roho na kujua kwamba itamsaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuipoteza roho yake. Amen. Mstari wa 21, Paulo anasema, naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo hapa ndio tunaende mwisho wa hotuba ya Paulo. Mstari wa 21 anaelezea huduma yake. Tunakumbuka tulivyoanza katika sura 20, katika sura 21 shida ilikuwa kwamba walimdhania ameingiza mataifa kanisani kwenye hekalu. Kwa hiyo sasa yeye anakuja kumalizia hotuba yake kwa kuelezea kwamba mimi hawa mataifa mnaoniona na hang out with them, sio tu hivi, mimi nimepewa, hii ni huduma yangu, nimeambiwa niende nikawanani hawa. Anasema nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa, kwamba mimi huduma yangu ni kwa ajili ya mataifa. Umeona? Sasa Paulo yeye ndo ilikuwa huduma yake, lakini hata mimi na wewe wote tunayo huduma hiyo hiyo moja, kwa sababu neno la Mungu tunakumbuka katika Mathayo, tuliosoma Mathayo 28 inasema, nendeni Yerusalemu, Judea na miisho ya ulimwengu. Na neno la Mungu linatuambia katika siku za mwisho injili itahubiriwa duniani kote. Je, na sisi tunafanya hiyo huduma kwa mataifa? Hatutakiwi tubague, Mungu hajabagua. Amen. Kwa hiyo mwisho wa mstari wa 21, tuangalie mstari wa 22 na 30. Hapa hamna mambo mengi, ni habari za kuhusu Paulo na jemedari wa Kirumi. Joy, naomba uendelee kusoma 22 mpaka 30. Mungu akubariki. Amen. Tasoma kama ilivyoandikwa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, mwondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Walipokuwa wakipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi juu, yule jemedari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliye Mrumi naye hajahukumiwa bado? Yule akida aliposikia akaenda akamwarifu yule jemadari akisema, unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Je, jemadari akaja akamuuliza, niambie, Mrumi? Akasema ndio. Jemadari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Paulo akasema, na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. Basi wale waliokuwa tayari kumuuliza wakaondoka wakamwacha, na yule jemadari naye akaogopa alipojua kuwa ni Mrumi na kuwa amemfunga nafikiri. Siku ya pili yake akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuu wa makuhani wa baraza yote wakutane, akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Amen. Amen. Basi wapendwa, sijui tumejifunza nini katika hiyo mistari 9 mstari wa 22 mpaka wa 30. Narudisha kwa moderator. Amen. Amina. Karibuni tumalizie.
Karibu Sister Ima. Asante. Yaani mimi for another time ninaona tu kwamba jinsi Paul alipokuwa anatumia every opportunity kufikisha ujumbe kwa wahusika. Last week tulikuwa tumeona kwamba alipokuwa ameletwa kwa hawa Wayahudi Mafarisayo na Farisi, alikuwa anaongea kwa lugha yao ya na sasa hivi hapa kwamba alipokuwa anaongea na lugha yao, huyu jemedari hakuwa anaelewa kwa sababu hakuwa anaongea, anajua Kiyahudi. Kwa hiyo yani hapa naona kwamba Paul alikuwa anataka address brother wake wa Kiyahudi the way vile wanaelewa, kwa sababu it is all about kushuhudia kwamba jinsi gani aliokoka, kwamba na last week tuliona kwamba alikuwa anawahamasisha kwamba hata na yeye alikuwa kama wao, na hapa alikuwa team now amekuwa saved, kwa hata nao anaweza kuwa saved. Lakini at the same time labda kwa I'm ahead of myself kwamba next tutaona kwamba anapoenda sasa kuongea na jemedari pia anakuja na strategy nyingine, lakini at the same at the same time atakuja bado kushuhudia jambo lile lile kwamba anasimamia kile anachokiamini na kile huduma yake anayosimamia. Kwa just is that nikaona kwamba wow, ambapo na sisi tunatakiwa tuwe tunaomba hizo busara, na tunajua kwamba busara zinatoka kwa Mungu za kuweza kwa tunapokuwa especially katika mambo ya Mungu, tusitumie akili zetu sana au tusitumie one size fits all katika kushuhudia injili ya Yesu na katika kusaidia watu ambao hawajamjua Yesu waweze kuokoka. Ni hilo tu nataka kushare. Asante. Amen. Ubarikiwe. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hapo mstari tu wa 22 mwanzoni hapo ambao umeunganika na 21. Ninashangaa jinsi yani hawa walimsikiliza Paulo kwa makini wakati anaelezea. The moment alivyotaja mambo ya mataifa kwamba alitumwa kwa watu wa mataifa, hawa walilipuka na kucharuka kwa ajili ya kitu hicho. Sasa hii inanifundisha kwamba unajua injili sio kwa ajili ya Wayahudi pekee. Unaona, na watu wanaweza kukubali mpaka pale unapogusa imani zao binafsi au unapogusa vitu ambavyo wanaona yani inanifundisha ubaguzi wa kidini au wa kikabila. Unajua, alipomention tu kwamba ni kwa ajili ya watu wa mataifa, ndo hapo vurugu ilipoanza. Lakini mimi nasema kwamba kama tulivyosoma huko nyuma, tulisoma katika kitabu cha Matendo pia na Roman 1:16 inatuambia kwamba injili ni kwa watu wote, sio kwa ajili ya watu wa Wayahudi tu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Mimi naongeza tu hapo kwa Victoria. Tunaona hii hali ya kujiona kwamba sisi tu Wakristo fulani, group fulani ya Wakristo ndio wako sahihi sana. Tunaona hii inaendeleza hata sasa. Tunaona kuna magrupu ambao wanajiona kwamba wao tu ndio wamepewa hilo neno. Kwa hawa Jews walikuwa wanajiona wao tu ndio wanaostahili kumjua Yesu. Umeona? Wao tu ndio wana imani sahihi. Hii ni danger ambayo inaendeleza hata madhehebu yetu tunayaona ya Kikristo. Tunatakiwa tuwe waangalifu sana, kwa sababu Mungu anataka kila mtu apate hii neema ya wokovu. Amen. 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 Kuna mwingine kabla sijampa Rebeka malizie? Basi karibu mwalimu, endelee. Amen. Asanteni sana kwa mchango mzuri. Ni kweli kabisa, hawa walicharuka walipolisikia lile neno kwamba huyo ametumwa kwa Wayahudi mataifa pia. Neno la Mungu linatuambia, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena hulachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo vya mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hawa ni kwamba hili neno la Mungu liliwachoma. Sasa most of us, neno la Mungu likija linatuchoma. Tofauti inakuja linapokuchoma vile unafanya nini? Kuna wengine linapowachoma wanakubali linawaua. Ndio maana neno Mungu linatuambia neno la Mungu huisha, neno la Mungu huua. Kwa sababu unapolifanyia kiburi kama hawa wamefanya opposite, badala ya kuona wow is that, yani hawakuchukua ushuhuda mzima kwamba wewe umetokewa na Yesu, nuru imembadilisha na sisi tunaweza tukabadilika, wangelichukulia that way, lile neno lingewaponya
lakini badala lake lile neno limefanya nini? Limewaua. Wamezidi kuwa na hasira, ile nani iliyomo ndani yao, yale uuaji ulioko ndani yao ambao Yohana anazungumza katika kitabu cha waraka wa Yohana. Anasema nyinyi ni watoto wa Shetani kwa sababu baba yenu ndio muuaji. Yani tunajua tofauti ni hiyo, kwamba huyu ni wa Shetani au ni wa Mungu ni pale kile cha ndani mwako kinapotoka. Hawa zilitoka hasira na nia za kuua. Umeona? Mungu atusaidie kwamba neno la Mungu linapokuja lipate kutuhuisha. Amen. Mstari wa 22 na wa 23, Paulo anakataliwa. Tunaona kwamba wamemsikiliza, wakapaza sauti zao, wakasema muondoe huyu katika nchi, kwa maana hafai kuishi. Sio tu wanataka aondolewe pale Yerusalemu, lakini walikuwa wanataka wamuue, yani aondolewe katika nchi, yani kwamba katika nchi ya watu walio hai ndio walikuwa wanataka wamuondoe. Kwa hiyo wakaanza kupiga kelele, wanatupa mavazi yao, wanarusha mavumbi. Kurusha mavumbi kwa Wayahudi is a really bad sign. Umeona? Kwa sababu hiyo tunaona amekataliwa, lakini Bwana Yesu alishatuonya kwamba iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi sio ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu wachukia. Kwa hiyo Paulo, kwa sababu alikuwa amechaguliwa na Bwana Yesu, ulimwengu hauwezi kumpenda. Kwa hiyo hata sisi mara nyingine tujiulize, kwa nini ulimwengu unatupenda, au kwa nini sisi tunaupenda ulimwengu? Huo mstari ni Yohana 15 mstari wa 18 na 19. Kama sisi si wa ulimwengu, kwa nini tunaupenda ulimwengu? Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kwenda kutafakari wenyewe. Mstari wa 25 mpaka wa 28, nimeona wote tunatakiwa tujue our own real identity. What is our real identity? Kwa sababu Paulo, tunakumbuka mwanzoni kabisa tulipoanza hii chapter, akasema mimi ni Paulo, mzaliwa wa wapi, akaelezea Myahudi na nini na nini. Saizi anakuja kusema, je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliye Mrumi naye hajahukumiwa bado? Kwa hiyo hii kitu alikuwa ameiweka kwenye carpet mpaka ifike wakati maalum wa kufunua his real identity. Na hata Bwana Yesu alivyokuja ulimwenguni, vivyo hivyo walimjua kwanza kama mtoto wa Mariamu na mtoto wa Yosefu. Baadaye akaanza kujifunua kidogo kidogo, na alikuwa anajifunua kwa wale ambao walikuwa interested, na mara nyingine alikuwa anajifunua kwa wasio interested vile vile, nao wakamkataa. Umeona? Sasa mimi na wewe, real identity yetu ni nini? Neno la Mungu linatuambia kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni Wafilipi 3 mstari wa 20. Hii ndio identity yetu, the real one, kwamba sisi hapa ni wapitaji. Hivi vingine vyote vinakuja, sijui mimi ni mama, sijui mimi ni Mrs. fulani, sijui mimi nimezaliwa Moshi, mimi ni Mchaga, mimi ni nini. All those are not our real identity. Hiyo ni identity yetu ya ulimwenguni. Lakini tunapodani, tunatakiwa hata shetani tumkumbushe siku nyingine, tumwambie to be honest, yani mimi I am seated with Christ above all principalities and powers. Usinichezee. Yani unatakiwa wewe ukiwa unaisoma Biblia unatafuta identity yako kule, na hiyo identity yako inakuwa ni silaha, kama ambavyo Paulo aliitumia hiyo silaha vitu vilivyokuwa vinaenda visivyo. Na sisi vivyo hivyo vitu vinapoenda visivyo, tuitumie identity yetu ambayo tumeiona kwenye Biblia, ambayo inajibu tatizo lililopo kwa wakati ule. Amen. Unatakiwa ujue haki zako. Paulo alijua haki zake, ndio maana akauliza, je, ni halali mtu kumpiga Mrumi naye hajahukumiwa bado? Amejua kwamba Mrumi hawezi kupigwa mpaka amehukumiwa. You are not guilty until proven. Bado hawajaprove ni guilty. Sasa sisi, je, tunajua haki zetu sisi kama wana wa Mungu? Tunajua haki zetu sisi kama wenyeji wa mbinguni? Tunajua haki zetu sisi kama watu waliokombolewa? Warumi 8 anatuambia, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo hii vile vile ni mojawapo ya silaha. Ukishaijua haki yako, adui hawezi kukuchezea. Adui anachokifanyaga mara zote ni kuja kukucheki. Je, unajua haki yako? Ujui? Ukiwa ujui haki yako, ndugu yangu, adui
anakuparagunya. Kwa hiyo lazima ujue haki yako kwenye swala lolote lile ambalo unalipitia. Utafute katika neno la Mungu, haki yangu hapa ni nini? Kama yule mwanamke alikuwa anamwambia Bwana Yesu, anamwambia naomba uninani mponye mwanangu. Akamwambia wewe sio Mwisraeli. Akamwambia sawa, mimi sio Mwisraeli, lakini niko tayari hata naniwa na mbwa akamwambia nani, mimi siwezi kuwapa mbwa chakula cha mtoto. Akasema hata mbwa wanakula makombo. Kwa hiyo akajua haki yake kama mbwa kwamba ni kula makombo. Kwa hiyo nipe hata hicho kilichobaki. Kwa hiyo na sisi vivyo hivyo tunapoenda mbele za Mungu tujue haki zetu, tumkumbushe haki zetu. Ukikutana shetani, mkumbushe haki zako. Mwambie mimi ni fulani na najua katika hili hapa huwezi kufanya kitu fulani. No weapon formed against me shall prosper. Hiyo ni haki yangu, ni urithi wangu kama mwana wa Mungu. Mstari wa 29. Basi wote waliokuwa tayari kumuuliza wakaondoka wakamwacha, na yule jemedari naye akaogopa alipojua kuwa ni Mrumi na kwa sababu amemfunga. Unafikiri asingewakumbusha hiyo haki yake wangeondoka? Wangempiga mawe. Walikuwa tayari hasira zimeshapanda. Kwa hata sisi saa nyingine kuna mambo adui anatuonea kwa sababu hatujui haki zetu. Na kama nilivyosema, shetani anachokifanyaga ni kukutesti tu. Hapa utanyamaza, na kwenye ulimwengu wa roho ukinyamaza ina maana umekubali. Anakuletea kitu kidogo umenyamaza. Labda Mungu ndio anapenda iwe hivi. Kumbe uongo, ni adui adui ndio ambaye anaharibu. Kwa hiyo ukijua haki yako ataondoka kama huyu. Ndio maana neno la Mungu linatuambia katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8, kuanzia wa 8 mpaka wa 10, inasema jikabidhini kwa Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia. Sasa wewe kama hujajikabidhi kwa Mungu utampinga vipi shetani? Na shetani hawezi kukimbia kama hujajikabidhi kwa Mungu. Sababu shetani hakuogopi wewe, anaogopa wewe kujikabidhi kwa Mungu. Na sasa tutakapojua hapa, nimeona kitu kikubwa sana, uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu amempigania Paulo. Neno la Mungu linatukwambia Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Paulo hapa hakupigana na mtu, baada ya kuzungumza hivyo kanyamaza kimya. Wameondoka wenyewe kwa sababu Bwana akampigania. Wapendwa, kuna vita vingine tunatakiwa tu tunyamaze kimya. Tunatakiwa tumsikilize jemedari mkuu anasemaje. Hapa ninyamaze, hapa niseme, hapa ni confess, hapa nifanye nini? Utakachoambiwa ukikifanya utaona matokeo yake. Mstari wa 30, siku ya pili yake akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuu wa makuhani na baraza yake wakutane, akamleta Paulo chini, akamweka mbele yake. Actually kuna sehemu nimeiacha, ni pale yule jemedari alipoogopa. Tunajua neno la Mungu linatuambia kwamba njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu waweka adui zake chini ya miguu yake. Jamani wapendwa, tumombe Mungu sana njia zetu zimpendeze Mungu. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya Sister Ima aliyeomba kuhusu njia zetu. Njia zetu tumombe Mungu na hatuwezi tukazijua njia za Mungu wenyewe, tunahitaji kuongozwa. Ndio maana Roho Mtakatifu hutuongoza. Atuongozi katika njia zinazompendeza Mungu. Jamani, kuna vita vingine hatutajuaga kama kulikuwaga na vita au vipi. Adui ndio atakuja kukuhadithia, kukwambia palikuwa hivi na hivi. Wewe ujue. Mnamkumbuka nani? Musa. Haruni Haruni na Miriam walienda huko kupigana vita vya mdomo. Mungu akawapiga huko wakarudi na ukoma kwa Musa. Musa wala hakuwepo, ni Mungu kamtetea. Umeona? Na hapa tunamwona jemedari wa vita kabisa anaogopa. Lakini kuna mahali ambapo nimempapita nadhani. Kuna mahali alipigwa Paulo. Hii inanikumbusha hata kwetu bado Tanzania, naonaga wakitaka kumfanya mtu akonfesi wanampiga sana. Pale ambapo ndo akasema inakuwaje mnani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tusihukumu watu kwa sababu sisi si wahukuma, tunatakiwa kuwahukumu. Cha mwisho tunamwona mstari wa 30, Paulo anarudishwa kwa Wayahudi. Huu ni mfano kabisa wa Bwana Yesu. Tunakumbuka Bwana Yesu wakati anahukumiwa, mwishowe Pilato akasema mrudisheni kwa Wayahudi mkamhukumu huko kwa sheria zenu. The same thing it's happening to Paul. Mwisho wapendwa, Bwana Yesu anagonga mlangoni. Tumesikia habari za Paulo, jinsi ambavyo alivyoongoka na akakutana na nuru ikambadilisha. Ndio Paulo leo tunamzungumzia. Ameandika karibu 1/3 ya Biblia ya New Testament. Sasa mimi na wewe je?
tunafanya ushauri gani? Paulo alikuwa muuaji, tena aliua watakatifu, lakini neema ya Mungu ilimtosha kuokoka. Neema hiyo hiyo bado iko leo. Kama hujaokoka, huu ndio wakati wa kumpa Bwana Yesu maisha yako. Kama uliwahi kuokoka na ukaiacha njia, bado nafasi ipo. Neno la Mungu linasema nafasi bado ipo. Fungua mlango wa moyo wako, Bwana Yesu aingie, ale chakula pamoja na wewe, na mengine yote kama tulivyosema, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mungu awabariki. Narudisha kipindi kwa moderator. Amen. Amen, amen. Hubarikiwe sana. Samahani, naomba ni correct tu mstari uliousema kichwani. Ni Methali 16:7 inasema, njia za mtu zikimpendezapo Bwana huwafanya hata adui zake kuwa na amani naye. Sio kwamba wanakuwa chini yake, wanakuwa na amani naye. Basi Mungu awabariki sana, na Mungu awabariki neno lake, na ninaamini tumepata kitu kikubwa sana. Basi tutakwenda kuomba kwa kufunga, alafu tutaendelea kama kutoka kuna kingine. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.